Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunazungumzia kauli aliyoitoa Rais Samia Suluhu Hassan yenye uzito mkubwa wakati akizungumza na wananchi wa Dodoma akiwa njiani kuelekea Dar es Salaam. Ambapo kauli yake inasema kuwa yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 si Utanzania bali yalipandikizwa tu. Msikubali kutiwa maneno kuharibu usalama wa nchi yetu. Kauli hii inahusu matukio ya ghasia, mauaji na uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Rais anasema hayo si tabia ya Watanzania bali yalipandikizwa na watu fulani wenye nia mbaya. Rais Samia alizungumza kwa sauti ya utulivu lakini yenye msisitizo mkubwa akisema yafuatayo: matukio ya Oktoba 29 na baadaye yalikuwa si tabia ya asili ya Watanzania, yani yalipandikizwa na watu au vikundi fulani wenye nia ya kuharibu amani na utulivu wa nchi. Anawaonya vijana na wananchi wasikubali kutiwa maneno na kuhamasishwa kushiriki vitendo vinavyoharibu usalama wa taifa. Anasisitiza kuwa Watanzania ni watu wenye amani, uvumilivu na upendo, hivyo matukio hayo yalikuwa ya kigeni na ya kupangwa. Kauli hii inakuja wiki chache baada ya tume ya Jaji Chande kuwasilisha ripoti yake na wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa unaoendelea nchini. Rais anatumia neno pandikizwa kuashiria kuwa ghasia na vurugu hazikuwa za asili ya Watanzania bali zilisababishwa na watu au vikundi labda ndani au nje wenye nia mbaya, na hii inaweza kumaanisha kuwa kuna viongozi wa kisiasa walichochea maandamano au vikundi vya nje vinavyotaka kuleta machafuko, propaganda na disinformation iliyosambazwa mitandaoni. Uchaguzi ulikuwa na mvutano mkubwa, madai ya udanganyifu, marufuku ya Chadema kushiriki kikamilifu, maandamano makali na vifo vingi. Tume ya Jaji Chande ilikiri kulikuwa na vifo pamoja na ghasia kubwa, lakini ilikanusha baadhi ya maudhui yaliyosambazwa mitandaoni kuwa ya kutengenezwa. Rais Samia sasa anajaribu kuweka mkazo kwamba matukio hayo hayakuwa ya asili ya taifa. Rais anawaonya vijana wasikubali kutumiwa na maneno ya kuchochea fujo. Hii inaonyesha wasiwasi wake kuhusu harakati za vijana yani Gen Z na uwezekano wa kurudia matukio kama hayo katika siku zijazo. Kauli hii inajaribu kuunda taswira kwamba serikali inataka amani na utulivu na matatizo yalitokana na watu wengine badala ya kushindwa kwa utawala. Hata hivyo, inaweza kuonekana kama kupunguza uzito wa malalamiko halisi ya kisiasa na kiuchumi yaliyosababisha maandamano. Hii ina maana gani kwa taifa pamoja na demokrasia? Kwa upande wa serikali, inamaanisha taswira ya Rais Samia kama kiongozi wa amani pamoja na utulivu, na kwa upinzani inaweza kuonekana kama jaribio la kuwalaumu wapinzani na kuwafanya waonekane kama watu wa nje wanaotaka kuharibu nchi. Kwa upande wa vijana inawapa onyo kali la kutotumika katika migogoro ya kisiasa, na kwa upande wa demokrasia inazua maswali. Je, maandamano au sauti za upinzani ni fujo iliyopandikizwa au ni sehemu halali ya demokrasia? Kauli kama hii inaweza kuasili uhuru wa kujieleza pamoja na kukusanyika. Rais Samia ana haki ya kutaka amani na utulivu. Nchi inahitaji utulivu ili maendeleo yaendelee. Kuonya vijana wasitumike katika fujo ni jukumu la kiongozi. Hata hivyo, kauli ya walipandikizwa inaweza kuwa ya kupunguza uzito, kwani matukio ya Oktoba mwaka 2025 yalitokana na mchanganyiko wa sababu. Kwanza, kulikuwa na malalamiko halisi ya kisiasa. Pia kulikuwa na madai ya udanganyifu wa uchaguzi na uchochezi kutoka pande zote. Si rahisi kusema yote yalikuwa yalipandikizwa bila kutoa ushahidi wazi. Hii inaweza kuonekana kama kuwalaumu wapinzani pekee na kupunguza jukumu la serikali. Serikali iweke ripoti kamili ya tume ya Jaji Chande hadharani na ianze hatua za uwajibikaji wa wazi na wa haki bila upendeleo. Pia vijana wanatakiwa wapewe nafasi halali ya kujieleza na kushiriki katika siasa bila kushawishiwa kufanya fujo. Na upande zote za serikali pamoja na upinzani ziingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye nia ya kujenga badala ya kulaumiana. Demokrasia inahitaji usawa, uhuru wa kujieleza na kukusanyika, pamoja na uwajibikaji na utulivu wa kisheria. Mwisho wa siku, matukio ya Oktoba mwaka 2025 yalitokana na matatizo ya ndani ya kisiasa na uchumi, si tu kupandikizwa na watu wa nje.
Taifa linahitaji ukweli na uwajibikaji ili kujenga mustakabali bora na si kulaumiana tu. Rais Samia Suluhu Hassan amesema yaliyotokea Oktoba 29 si Utanzania bali yalipandikizwa, na anawaonya vijana wasikubali kutiwa maneno. Kauli hii inaendeleza mjadala kuhusu sababu za ghasia za mwaka 2025 na mustakabali wa amani ya nchi. Tanzania inastahili amani, haki na ukweli. Tuungane kujenga taifa lenye hekima pamoja na umoja. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli ya Rais wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, wa yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu yalikuwa ni matukio yaliyopandikizwa na watu kutoka nje na si kosa la serikali? Nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji?